Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, bila mashaka tuko hadhi mara nyingine tena tunasema tuko Mbeya hapa. Tuko jijini Mbeya hapa katika maeneo ya Masjidi Taufiki, maeneo ya Soweto, mkoani Mbeya. Niko na fadhilatul Sheikh Al-Habibi Sheikh Hassan Mbarazi, mashallah, ni kadhi wa mkoa wa Mbeya, na hapa leo tutajifunza mengi kutoka kwake. Ni moja katika wahadhiri wakubwa katika mkoa huu wa Mbeya, lakini mwanaharakati mkubwa ambaye anahakikisha watu wanatambua dini yao ipasavyo. Al-Habibi, kwanza leo Babu Salam Online TV imekufaidi sana, na hasa kuja katika mkoa wako na kujua harakati zako. Wapenzi watazamaji watahitaji kwanza kujua majina yako kwa ukamilifu, pili vile vile utatuelezea ni kitu gani leo unaweza kuambia wapenzi watazamaji. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nashukuru sana kutembelewa na TV Babu Salam TV ambao wamekuja kutembea katika mkoa wa Mbeya, mkoa ambao kwa hakika ni mkoa wenye Waislamu wachache, lakini pia tupo tunajitahidi kwa kadri alivyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuifanya kazi hii ya dini. Kwa majina naitwa Hassan Daudi Mbarazi, kadhi wa mkoa wa Mbeya. Nipo katika mkoa wa Mbeya, lakini vile vile nafanya kazi ya dawa, kwa maana ni mkurugenzi wa dawa na tablighi mkoa wa Mbeya. Karibuni sana Mbeya. Sheikh Hassan, umetuambia kwanza wewe ni moja katika wanaosimamia nidhamu za dini katika mkoa huu wa Mbeya, na ukatuambia hapa ni mkurugenzi wa dawa na tablighi katika mkoa wa Mbeya. Leo wapenzi watazamaji popote walipo duniani wanakutazama tukiwa sisi Babu Salam tumewasili Mbeya. Ni lipi ambalo unaweza kuambia kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo ningependa kwa kutumia nafasi yangu ya dawa kuwakumbusha watu kwamba kwa kuwa tumeenda sambamba kabisa na kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi kuwakumbusha maisha baada ya Ramadhani. Hayo ndio ningependa kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, na vile vile naikumbusha nafsi yangu kwamba baada ya Ramadhani tunapaswa kuwa na maisha endelevu ya kidini kama tulivyokuwa katika Ramadhani. Nikianza katika kuzungumza ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, mwezi ambao Waislamu kwa makumi na mamia wanaonekana wakifanya ibada. Lakini mara nyingi kwa masikitiko makubwa ni kwamba baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wengi wanatoka katika ile ibada. Lakini kule kutoka kwao katika ibada ni dalili kwamba haijafahamika nini hasa makusudio ya Ramadhani. Kama tunavyofahamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwenye Qur'ani kwa kusema kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba mmefaradhishwa kufunga kama walivyofaradhishwa waliokuwa kabla yenu. Haya yote hayakuja isipokuwa kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu. Na hili linaonekana wazi kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kwa kawaida ibada tunatakiwa kufanya wakati wote, lakini kuna ibada ambazo zimelazimishwa kwa wingi sana katika mwezi wa Ramadhani ili iweze kufikiwa lengo hilo. Na tunafahamu kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunazo ibada na mafunzo mbalimbali ambayo tunayapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu na ndugu watazamaji wa Babu Salam Online TV, ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama chuo au vile vile ni kama kozi maalum ambayo anapatiwa muumini wa Kiislamu ili baada ya kutoka katika kozi hiyo awe na uwezo wa kufanya yale yanayotakiwa mtu baada ya kumaliza kozi hiyo. Yako mafunzo mengi ambayo tunayapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama tunavyofahamu, kozi yoyote huwa inakuwa na namna mbili. Huwa inakuwa na elimu ya nadharia na kuna elimu ya vitendo. Na hayo yote yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kunapatikana elimu ya kinadharia ambayo inamuandaa mtu kuwa na fikra pevu kulingana na lile ambalo anatakiwa aje alifanye baada ya Ramadhani. Lakini vile vile tuna elimu ya vitendo ambayo inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Tukianza na elimu ya nadharia ambayo inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna elimu nyingi ambazo zinapatikana zilizokuwa za kinadharia. Chukulia kwa mfano, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa tunasoma sana Qur'an, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeshushwa Qur'an. Kwa ni sunna katika Uislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisoma sana Qur'an. Na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijiwa na Saidina Jibril kila mwaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akisoma Qur'ani na Saidina Jibril akimsikiliza na akihitimisha Qur'an. Haya ni mafunzo ya kinadharia kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kunatakiwa kusomwa sana Qur'an, na Waislamu kwa mamia huwa tunaisoma Qur'ani sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni elimu miongoni mwa elimu za kinadharia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani vile vile tuna vitu kama nyiradi nyingi sana ambazo tunazifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na zile tunavyozifanya ni elimu ya kinadharia ambayo inatuandaa kuwa na fikra pevu za kuweza kuyakabili maisha baada ya Ramadhani. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani tunahudhuria darasa mbalimbali, zikiwemo darasa za tafsiri katika misikiti mbalimbali, tunasomeana hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile tunakuwa na darasa za fiqh mbalimbali zikihusiana na swala, funga na mambo mbalimbali ambazo tunazifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii yote ni elimu ya kinadharia ambayo inampa uwezo mtu kuelewa dini yake kwa elimu, kwa kufahamu. Lakini pia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna elimu ambayo tunaipata ya vitendo. Elimu ya vitendo ya kwanza kabisa ambayo tunaipata mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kule kufunga kwenyewe, kujizuia. Na ndani ya kujizuia tunajizuia kula na kunywa pamoja na yenye kufunguza kuanzia alfajiri mpaka linapozama jua. Kitendo cha kujizuia kula na kunywa kitu ambacho ni halali, hii ni elimu ya vitendo ambayo inamuandaa mtu kuweza kujizuia na jambo la haramu pindi atakapomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unapojizuia katika halali ni rahisi kujizuia katika haramu. Na hii dozi yake ni lazima ikamilike, ni siku 29 mpaka 30 kwa vipimo vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo pale ambapo mtu anapofunga vizuri kwa nia, basi anakuwa tayari anapata elimu ya vitendo. Lakini vile vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunajizuia na mambo yanayofunguza. Kwa mfano mtu kufanya jimai, kwa mfano kusema uongo na mambo mbalimbali. Hii yote inamuandaa mfungaji kuweza kuwa mtu mwenye nidhamu nzuri ya maisha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini miongoni mwa elimu ambazo tunazipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, man swama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na imani na kumtarajia Mwenyezi Mungu malipo kwa Allah, basi anasameheka madhambi yake. Kwa hiyo mfungaji halisi ambaye amefunga vizuri kwa imani huwa anakuwa tayari amesameheka. Na siku zote mtu aliyosameheka huwa hawezi kurudia kosa, kwani kufanya kosa si kosa bali kosa kurudia kosa. Na mtu ambaye amesameheka huwa anakuwa si rahisi kurudia kwa kosa, kwa sababu sisi tunaambiwa tutubu kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha. Na taubatun nasuha ni toba ile yenye kujiendeleza. Kwa hiyo mfungaji sawa sawa hawezi kurudia makosa baada ya Ramadhani. Lakini ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna elimu ya vitendo, kwa maana kuna ibada ya swala. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu anaposwali swala yake ya faradhi moja tu, malipo yake ni sawa sawa na swala 70 kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na suna yake moja ni sawa sawa na faradhi moja. Hivyo basi mtu anahimizwa katika mwezi wa Ramadhani kwamba aweze kuswali kwa wingi, aziswali kwa ukamilifu swala zake na swali swala za sunna ili aweze kupata malipo yaliyokuwa makubwa. Hii ni targhibu ambayo inamuandaa mtu
kuweza kuwa anaweza kuswali kwa wingi katika kipindi ambacho sio cha Ramadhani. Mpenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko katika mkoa wa Mbeya na mada iliyokuwa mezani hapa ni mafanikio baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imemalizika, imekupa tija gani? Ndio mazungumzo ya Fadhilatu Sheikh kadhi wetu wa mkoa wa Mbeya. Angalia mada iliyokuwepo hapa ni kukutazamia kwamba wewe uko katika grupu gani. Moja katika mafanikio Sheikh aliyozungumza ili ujulikane kwamba umefaulu katika mwezi wa Ramadhani ni baada ya Ramadhani kumalizika, matendo yako yamebakia kama vile ukiwa katika mwezi wa Ramadhani. Sheikh wangu, Mungu kwanza kulipe kheri, na wengi leo Babu Salam Online TV mahala popote walipo wanakutazama na wanafaidika kwa elimu ulioitoa. Kuna vitu umevizungumza kidogo hapa katika darasa nzuri hii. Ukatueleza kwamba mwezi wa Ramadhani ni chuo. Hapa kuna mambo mengi, kuna darsati na nini. Na mtu ambaye amefaulu katika mwezi wa Ramadhani, maana yake ni yale matendo ambayo alikuwa akiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, kuswali, kutoa sadaka na kadhalika na mingineo, kwamba yale yakiendelea, huyu tayari ibada ya saumu mwezi wa Ramadhani umempeleka mahala pazuri. Kuna wako ambao wao walikuwa wakifunga lakini hawaswali, na wanasema bwana, sasa bwana, hii saumu si ya Mungu bwana. Wenye kuswali waswali, lakini mimi nafunga lakini si swali. Lakini swala la pili ni yule mtu ambaye hafungi na ni Muislamu, hafungi Sheikh, anasema kwa nani ananiona? Hawa watu unazungumzaje Habibu? Naam, ndugu mtangazaji, kwa maswali yako mawili kwamba kuna baadhi ya wenzetu wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini hawaswali. Alafu kuna kundi la pili ambao hawafungi hali ya kuwa ni Waislamu. Nini nafasi yao katika Uislamu? Katika Uislamu, ibada kama tunavyofahamu ni kwamba dini ya Kiislamu ina nguzo zake 5 za Kiislamu. Na katika nguzo hizo 5, mojawapo ikiwepo swala, lakini vile vile ikiwepo saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa cha kwanza ni kwamba Uislamu huwa haupo nusu. Ili ukamilike ni lazima nguzo zake zote zikamilike. Lakini pili ni kwamba mtu ambaye haswali hali ya kuwa anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani anakuwa hajaelewa nini maana ya saumu. Kwa sababu saumu lengo lake ni kumfanya mtu kuwa mcha Mungu. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kwamba amali ya kwanza itakayohesabika siku ya Kiyama ni swala. Swala ikitengenea, amali zote zinakubalika, na swala ikiwa imeharibika, basi amali zote zitakuwa zimeharibika. Hivyo basi yule mfungaji hawezi kupata faida halisi ya kufunga endapo hawezi kuswali. Ama yule ambaye haswali hali ya kuwa hafungi, hali ya kuwa ni Muislamu na hana udhuru wowote wa kumzuia kuto kufunga, huyu ameshaubomoa Uislamu wake. Kwani swala na saumu ni moja katika alama za Uislamu. Wa man yudhim sha'airillah fa innahu min taqwal qulub. Mtu mwenye kuziheshimu alama za Mwenyezi Mungu, basi huo ndio ucha Mungu wa moyo. Kwa hiyo haitakiwi kwa Muislamu kuto kufunga. Kuto kufunga ni katika makosa makubwa kabisa mbele ya dini ya Kiislamu. Shukrani sana wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Tumesema tuko Mbeya na hapa tuko maeneo ya Soweto, hapa katika jiji hili la Mbeya, nikiwa na Fadhilatu Sheikh kadhi wetu wa mkoa Sheikh Hassan Mbarasi, mashallah, Mwenyezi Mungu kuhifadhi, kwa ufafanuzi mzuri ambao umeutoa, kwamba tumefahamu hapa kwamba zote hizi ni moja katika alama za Mwenyezi Mungu. Maana yake hakuna Uislamu nusu bwana. Wewe unaswali alafu ufungi, wewe unafunga, wewe huswali. Maana yake hakuna kitu kilichokuja nusu. Maana yake uweze ukavaa nusu Sheikh, uonekane kama uweze kuonekana kama ni mtu. Na ili uonekane mtu, maana yake ukamilika kwa mavazi yako. Ndivyo inavyokuwa. Hata Uislamu ndivyo ulivyotuelekeza kama namna ulivyozungumza. Jambo lingine Alhabib, tumeona kwamba tumemaliza Ramadhani na tuko ndani ya Shawwali sasa. Kabla ya Ramadhani kuna mwezi ulikuwa unaitwa Shaaban. Ni mwezi ambao wengi katika vijana walikuwa wakioa sana. Kuna wako walikuwa wanaishi bila ndoa kwa kuogopa tu mwezi wa Ramadhani.
Naamini kwa sababu ni kadhi ndo kitongo chako. Kuna wako walokuja, bwana Sheikh, bwana tunaogopa mwezi, bwana huo mwezi wa Ramadhani, bwana tufungishe ndoa, wengine umefukuza kimada nyumbani kwake, bwana tuheshimishe mwezi wa Ramadhani, bwana mwezi wa Ramadhani ukimalizika turudiane, maisha yanaendelea. Na huyu mtu kadiriki kuswali mwa Ramadhani na kadiriki na kufunga mwezi wa Ramadhani. Mtu kama huyu Sheikh unamzungumziaje? Naam, ndugu mtangazaji, jambo la kwanza kama ulivyosema ni kweli, sisi kama makadhi, moja ya tukio kubwa sana ambalo linatokea kila mwaka ni watu mwezi wa Shaabani kuoa kwa wingi. Na hao waoaji ndio inaonesha kabisa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ni muujiza katika umma huu. Kama utakavyokumbuka kwamba mwaka 1953 mustashirikina walikutana. Tunaposema mustashirikina ni wale watu ambao wamejifunza dini ya Kiislamu kwa lengo la kuiharibu dini ya Kiislamu. Walipokutana wakasema, moja ya mzungumzaji alisema kwamba Waislamu hatutowaweza isipokuwa tukiweza kuyavunja mambo matatu ambayo ni magumu sana. Jambo mojawapo ni kwamba Waislamu wana nguzo moja nzito sana, ni Ramadhani. Lakini jambo la pili ni kwamba Waislamu wana Ijumaa. Lakini la tatu, Waislamu wana hija. Vitatu hivi ni vitu ambavyo vinafanya Uislamu uwe mgumu kuuvunja wote. Sasa mwezi wa Ramadhani ni moja katika miujiza mikubwa ya Allah katika dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhani kabla yenyewe haijaingia kuonesha kwamba ni jambo kubwa, tayari watu kuanza kutetemeka kuhusiana na Ramadhani. Mtu kwa hiari yake anaamua kumuoa kimada wake. Mtu kwa hiari yake anaamua kumfukuza kimada wake. Kwa jambo hilo si hiari yao, bali ni nguvu na muujiza wa Ramadhani. Lakini wasia wetu ni kwamba mtu anapokuwa amejirekebisha anatakiwa aendelee na yale mazuri ambayo amejifunza, sio tena kurudia katika makosa. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Mola wenu toba yenye kuendelea. Sasa mtu inakuwa ni ajabu kwamba anaoa mwezi wa Shaaban, anaishi na mwanamke ndani ya Ramadhan, baada ya pale anakuja anamuacha. Huyu anakuwa amefanya kosa kubwa sana. Lakini vile vile yule mwingine anamfukuza kimada wake, alafu anamrejea baada ya Ramadhani. Huyu anakuwa amefanya kosa kubwa sana. Ni sawa sawa na mtu ambaye amekoga alafu anaingia tena kwenye tope, anajivuruga alafu anatoka. Hata kama alikuwa amevaa suti, hataonekana amependeza kwa sababu atakuwa mchafu. Lakini nikimalizia mada yangu ile, ilikuwa na nukta tatu. Nukta ya kwanza, Ramadhani ina masomo. Lakini nukta ya pili, masomo yenyewe ya kinadharia pamoja na masomo ya kivitendo. Nukta ya tatu ni kwa nini mtu anaweza kuendelea au asiendelee, ambayo sehemu hii ya tatu, baada ya kuangalia nadharia zile kwamba mtu amesoma, amejifunza kwa vitendo na ameelewa, na amejifunza kwa nadharia na ameelewa, akiyafanya yale mambo kuonesha kwamba ile elimu ameelewa, ni yale matokeo anayokuja kuwa nayo. Na sisi Waislamu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba Idi sio kwa yule mwenye kuvaa nguo mpya, bali Idi ni kwa yule mwenye kuhofu siku ya malipo. Mtu ambaye ameelewa kozi ya Ramadhani vizuri ni yule ambaye baada ya Ramadhani akadumu na msimamo uliokuwa sahihi wa kuendeleza yale aliyojifunza mwezi wa Ramadhani. Kinyume na hapo ni kwamba Ramadhani inakuwa imepita patupu kwake yeye. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hilo. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko Mbeya hapa. Ni maneno mazuri kutoka kwa Fadhilatu Sheikh Al-Habibi Habashi Hassan Mbarazi, ambaye ndi kadhi wa mkoa wa Mbeya. Mashallah, ni nukta ambazo amezozungumzia hapa. Unahitaji ujifunze katika mambo muhimu sana kipindi hichi ambacho tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni yapi yenye kujiri? Manake ni kungojea matokeo yale ambayo uliyaomba na kubadilika katika mwezi wa Ramadhan. Sheikh wangu, tukushukuru sana, na kwa niaba ya Babu Salam Online TV tuko Mbeya, na leo tumefurahika sana kukutana na wewe.